Habarini za muda huu, ndugu waandishi wa habari. Mimi naitwa Jumanne Fadhili kutokea kampuni ya Imperial Marketing and Communication. Niko na wenzangu hapa kwenye meza kuu kama ambavyo mnaona. Kwa upande wangu wa kushoto niko na Chicharito, lakini pia upande wangu huu niko na kaka yangu Legend Shafi Dauda. Pia tuko na Msemo kutokea Shadaka Sport. Lengo la kuwaita hapa, tumeitwa hapa na kampuni inaitwa Imperial Marketing and Communication. Imperial Marketing and Communication ni kampuni ambayo inafanya na kuandaa events mbalimbali ikiwemo corporate events za entertainment pamoja na michezo. Na tumekuwa tukifanya events za michezo mbalimbali za kitaifa pamoja na kimataifa, hususan za ndani ya nchi kama African Football League tumeshiriki kuandaa pale. Pia vile vile tunafanya finali zote za CRDB Federation Cup. Sisi tumekuwa pia tukifanya kazi kwa karibu kabisa na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kwa kuandaa mashindano finali zile kama za ngao ya jamii, lakini na event zao kama utoaji wa tuzo wa wachezaji bora wa ligi kuu za wandani. Lakini pia vile vile tumefanya events nyingi. Kwa maana hiyo basi Imperial Marketing ni kampuni ambayo iko na uzoefu mkubwa wa ufanyaji wa events za michezo. Sasa basi leo tumewaita hapa kwa waandishi wa habari kwa ajili ya kuwapa taarifa kwamba Imperial Marketing sasa tunaingia na tumekuja na kitu kinaitwa Unisoccer League. Hii ni ligi ambayo itakuwa inachezwa vyuoni. Yes, ligi special kabisa kwa ajili ya vyuo vikuu vyote Tanzania, lakini kwa kuanza tutaanza na vyuo vya Dar es Salaam. Ligi hii itakuwa na mfumo maalum kabisa, itachezwa kwa mfumo ule wa Premier League kabisa, ambayo kwa sasa kwa upande wa vyuo vikuu hakuna ligi kama hiyo. Ligi nyingi sasa hivi ama mashindano mengi sasa hivi ambayo yanachezeka vyuoni ni kwa mfumo ule wa bonanza ambayo inakuwa ni kwa muda wa wiki ama mwezi, lakini ligi hii itakuwa ni ligi ambayo ya msimu mzima. Na kwa maana hiyo basi tumeangazia kuendeleza soka la mpira wa miguu, kuendeleza mpira wa miguu mavyuoni, kwa maana kuhakikisha kwamba kila chuo kina timu rasmi ya mpira wa miguu ambayo itakuwa ni kama taasisi vile ambazo zinapatikana kwenye ligi yetu hii ya mpira wa miguu. Sasa basi kwa mantikio vyuo vyote vitatakiwa kusajili, na kwenye usajili ule vitakuwa na taasisi kabisa, ni kuanzia rais wa timu kuja na mkurugenzi wa mashindano, itakuwa na CEO, itakuwa na msemaji wake, itakuwa na kocha wake pamoja na assistant. Yani ile operation nzima ambazo zinafanyika kwenye timu kama Simba ama Yanga basi zitakuwepo mavyuoni sasa hivi. Hii tutakwenda kupata watendaji wengine wapya ambao itakuwa rahisi hata kama baada ya kumaliza masomo basi wanaweza kupata hata ajira kwenye taasisi zetu hizi za mpira wa miguu nchini. Hivyo basi kwa mantikio pia tumeangazia kushirikiana na tunashirikiana na ndugu zetu Shadaka ambao wao kazi yao ni kuendeleza na kuangaza vipaji vyote vya wachezaji nchini. Hivyo basi kupitia Unisoccer Shadaka itakuwa inatupia jicho lao pale, na tutashirikiana nao kuangalia vipaji ambavyo vitapatikana kwenye Unisoccer na kuangalia nafasi ambayo wanaweza kuviendeleza vipaji vyote ambavyo vitapatikana kwenye Unisoccer. Mengi zaidi atayazungumzia hapa Shafi, namna gani ambavyo wao kama Shadaka watafanya kazi ya kuendeleza na kuangalia vipaji ambavyo vitapatikana kwenye ligi hii ya Unisoccer. Ligi itakuwa ni ya msimu mzima kwa mwaka. Yaani kwa maana tutaanza mwezi huu Juni na kumaliza mwakani Mei. Na baada ya kumaliza tutakuwa na Ballon d'Or yetu sasa ya ligi kuu ya ligi hii ya Unisoccer. Yes, tutakwenda kutafuta ma MVP hapo, top scorer, goalkeeper bora. Tutakwenda kutafuta hata wasemaji ambao tunasema sasa kila timu inatakiwa kuwa na msemaji, basi watakwenda kupewa zawadi baada ya ligi kuisha. Hivyo basi ligi hii inaangaziwa kuwa na uendeshaji kama vile ligi kubwa zote ambazo zinachezwa, kwa maana kuanzia kanuni, sheria na mifumo yote ambayo ligi kubwa zinachezwa ndio tunakwenda kuzichezea huko mavyuoni.
Asanteni sana. Shukrani. Nimkaribishe Shafi Dauda aweze kuongezea hapo. Shukrani sana. Asante. Ndugu zangu, habari za asubuhi. Kwanza kabisa, awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuamsha salama na kutufikisha salama mahala hapa. Lakini pia ni wapongeze ndugu zangu IMC pamoja na Unisoka kwa maana ya mtu Bigman Chicharito, niwapongeze kwa hili jambo kubwa. Idea ni kubwa na ni idea ambayo binafsi nimefurahi kuwa sehemu ya hiki kitu. Nakumbuka miaka ya nyuma waliwahi kuja wanafunzi walijiorganize wa UDSM nafikiri na chuo cha ardhi wakiwa wanasema idea, na kuna wakati mwingine kuna wadau wengine walishakuwa na the same idea. Na kwa nini nimejaribu kukupitisheni huko ni kwamba siku ya leo ambayo tunafanya press conference ya kuintroduce idea ni siku kubwa ya kihistoria, lakini itakuwa na maana hii siku ya leo kama ili jambo ambalo tunalipresent kwa waandishi wa habari litakwenda kufanyika na malengo yakatimia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni watu wengi sana wenye mawazo kwenye makarablasha, lakini wazo bila kulileta kwenye utekelezaji halina chochote. Kwa hiyo mimi niwapongeze kwa mara nyingine tena kwa kuwaza na kufika hii hatua. Sisi kama Shadaka tutakuwepo bega kwa bega kama ilivyokuwa ada yetu kushirikiana na wadau kwenye kuibeba na kuipushi ajenda inayohusiana michezo. Sisi ndo sehemu tulioichagua kwa ajili ya kuishi na hatuna sehemu nyingine. Kwa hiyo anything sports sisi we are in. Ukihisi kwamba tunaweza kuwa sehemu ya idea au mradi unaohusiana na michezo. Kwa kama nilivyosema, ukiacha tu kwamba sisi tuna kitengo kinachohusika moja kwa moja na utaratibu wa kuscout na kudevelop talents, na kitengo hicho pia ndo tunategemea kushirikiana na ndugu zetu wa IMC na Unisoka, si ndio? Ili kuweza kuona namna gani tunakuja kuongeza thamani katika hili jambo. Mimi nimefarijika sana kusikia kwamba hata ule mfumo ambao unakwenda kutumika ni mfumo wa msimu. Ni brilliant idea. Kwa sababu inatoa wigo na itatusaidia pia kujua hata hivi vyuo wakati vinakwenda kutengeneza ratiba zao za masomo, si ndio? Kuna sehemu ambapo kunakuwa na ample space pale, na nafikiri mtakaa kwa ajili ya kuona namna ambayo itakuwa haiwafanyi wanafunzi wa skip masomo ili waje kucheza mpira. Kwa hiyo manake kwa maana ya kuwepo na ule muda mrefu, naamini kutakuwa na utaratibu mzuri ambao utasababisha pande zote mbili ziweze kuwa comfortable kwenye kushiriki. Sisi tutakuja kusaidia. Kwanza idea nyingine ni ya kusema kwamba hata mfumo wa viongozi. Unajua hizi timu za vyuo, mimi nakumbuka wakati sisi tuko vioni huko, engineer nimekutana naye chuo, nimemburuza sana yule engineer Elsa. No, engineer midfield, mimi striker. Kwa hiyo tulikuwa tukutane mara kwa mara uwanjani. Mimi nasumbua huko watu wake nyuma, na yeye nilikuwa nimempa watu katikati wa kudili naye. Kwa hiyo vioni unakuta zile serikali za wanafunzi, ndio serikali ya wanafunzi wana zile wizara, labda wizara ya michezo ndio inakuwa custodian wa kusimamia shughuli za michezo katika chuo husika. Ikishakuwa hivyo, manake tayari kunakuwa na watu wengine ambao unaweza kukuta wana mawazo, wana vitu vya kuofa, wapate opportunity. Lakini hii idea ya kusema kwamba mtawatengeneza structure ya kuwaonyesha namna ambavyo wanatakiwa wawe na uongozi wao proper ili isaidie kwenye shughuli za uendeshaji ni jambo jema, kwa sababu vioni kwenye huko ukizungumzia mtu wa fedha,
vioni ndo unakuta kuna mtu anafanya degree ya finance, anafanya degree ya accounts. Kuna kitengo cha sheria kwenye miundo ya timu zetu, miundo ya mifumo yetu ya mpira. Umo kuna watu ambao wanasoma sheria, si ndio? IT, si ndio? Mmezungumzia maafisa habari, ndo terminology maarufu kwetu Tanzania, lakini kwenye level ya kidunia, kwenye level ya professionalism tunazungumzia communication officers, si ndio? Watu wa mawasiliano. Vioni wamejaa kibao, si ndio? Ma videographer, kwa sababu inatakiwa zitengenezwe content, si ndio bana? Ma content, ma videographer, waandishi, make kitengo cha media kitakuwepo, si ndio bana? Kwa ni wale ambao ndo wanafunzi unakuta wanasoma. Kwa badala ya mara nyingi wakiwa labda wame muda wa likizo, wanaandika barua kwenda kwenye mataasisi kwa ajili ya kuomba kufanya intern, kufanya hivi vitendo vya nani tunasemaje? Practical, si ndio? Practical training. Kwa hiyo maana yake tayari mnatengenezea daraja la kufanya hayo majaribio yao kwenye mambo ambayo yanawahusu moja kwa moja. Kwa hiyo ndo maana mimi nikafurahishwa na huo mfumo ambao umeufikiria, kwa sababu unakwenda pia kuandaa mapema, si ndio? Na kupata experience mapema. Kwa by the time wanakwenda huko mbele tayari pia mnakuwa mmesaidia kutengeneza wataalamu ambao tayari wana uzoefu, kwa sababu uzoefu pia ni changamoto. Ukienda sehemu yote, ametoka chuo unaenda kuomba kazi Yanga kwenye kitengo cha media, wanakuambia tuonyeshe uzoefu wako wa miaka 2-3. Lakini hii itasaidia kufuta hiyo nani kwenye kuboresha CV. Kwa hiyo ongeleni sana. Kwa hiyo sisi na sisi chip in kwa ajili ya kuongezea thamani kwenye upande. Wakati tunafanya scouting zamani ilikuwa unaenda tu unaangalia mchezaji yule pale, unaangalia movement zake, unaangalia namna anavyokimbia, lakini manually. Ila leo baada ya technology kuongezeka, vitu vinafanyika kitaalamu. Kwa hiyo hata sisi tuna mifumo mizuri sana ya kuchagua wachezaji, na kusema ukweli ni moja kati ya kitu ambacho tutakuja kukifanya, kutengeneza mifumo ya kukusanya data, kwa sababu ili umweze kumwona mchezaji ni lazima uwe na data, real time data, na data ambazo zinakupa uwepesi wa kufanya analysis. Kwa hiyo maana yake tutarekodi takwimu za wachezaji, ukiacha tu hizo takwimu ambazo ni general kwamba mfungaji bora, mtoa assist bora, lakini pia digitalize hiyo ligi iwe digital na collect data ambazo zitatusaidia kwenye kufanya maamuzi ya kwenda mbele, lakini pia kutengeneza database, sio? Kwa sababu issue hapa sio tunacheza, lazima tutengeneze database, tujue wachezaji wangapi wameshiriki, kila mchezaji amecheza dakika ngapi, performance yake ilikuweje, kwa sababu lengo letu sisi tukishazipata hizo, tukishatengeneza hiyo miundombinu, ndio itatusaidia kutupa wepesi kwenda kumuuza, amemaliza chuo, kwenda kumuuza kwenye timu za ligi kuu, timu za daraja la kwanza, si ndio? Uwezo kaenda ukampeleka tu mchezaji wa chuo kwa let's say unaenda Dodoma Jiji, mwanafunzi ametoka UDOM pale, hawezi kukuelewa, lakini ukiwa una muunganiko wa takwimu, una vitu umevikusanya, ukaenda ukafanya presentation, wanaweza kaelewa. Tuna video tayari, kumbuka, kwa sababu lazima hizi mechi tuzirecord. Kama tukifanikiwa kupata media partner wa kuzirusha live itakuwa kitu kizuri. Najua na mipango alikuwa ananiambia Chicharito hapo nje kabla, wakati tulianza mkutano huu, na zitatusaidia hizo video kwa market sio tu Tanzania, lakini pia na nje ya mipaka ya Tanzania. Hiyo ndo kazi yetu ambayo tutakuwa tunaifanya kubwa. Lakini pia kuna kitu kingine, unajua hawa ni wanafunzi, si ndio? Sio kila mmoja ambaye atakuwa amemaliza chuo atakwenda kucheza mpira. Kwa hiyo hii ni platform ambayo inatukutanisha. Pia tunaweza tukatengeneza kitu kinaitwa scholarship and career pathway, si ndio? Kwa hiyo kuwaunganisha pia kupata scholarships kwa ajili ya kwenda kujiunga na vyuo vingine. Mfano vyuo vya Marekani vingi vinatoa scholarship nyingi sana kwa wanafunzi, lakini changamoto kubwa unakuta ukimwambia huu ni mchezaji mpira, let's say labda kuna university moja Marekani, wanachukua sana wana michezo, wote tunajua, si ndio? Lakini sasa unakuta wanafunzi wetu wengi wanakosa vitu vya kuwabeba. Kwa hiyo
kwa hii platform, maana yake na sisi tukiingia kwa ajili ya kukusanya hizo takwimu zao na kutengeneza mfumo mzuri wa kiweledi, itakuwa ni rahisi pia kuwatengenezea takwimu ambazo zitawasaidia kuwapush zaidi kutoka hapa na kupata scholarship kwenye vyuo vingine nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini kama nilivyosema, nafikiri kwa machache, ndio kuna vitu vingi vya kufanya, na kwa sababu leo ilikuwa ni press ya kwanza, naamini hizo press zitakuwa nyingi, si ndio bwana? Kwa kadri ambavyo tutakuwa kama tuna idea mpya, tutakuwa tunawaita ndugu zetu waandishi wa habari. Bahati nzuri nyingine, hawa ni ndugu zetu, ni watu wetu, marafiki zetu, familia yetu. Kwa hiyo tutakuwa tunawaambia na ni kitu gani ambacho kipo mbeleni, then tutakuwa tunasonga. Baada ya machache, niseme asanteni sana kwa kushirikiana katika jambo hili kubwa ambalo naona linaenda kuleta mapinduzi makubwa sana kwenye tasnia au sekta ya michezo kwa ujumla wake. Asante. Mimi nafikiri nitadili sana kwenye issue za uendeshaji, yani mambo za mechi uwanjani, kwa sababu mimi ndio field yangu. Kwa hiyo mashindano yetu kwanza tumeintroduce sehemu zote za mpira husika, kwamba BMT wanafahamu, TFF wanafahamu, DRFA kama ndio chama cha mpira wa miguu mkoa wa Dar es Salaam pia kanafahamu, kwa sababu mashindano haya yanaanza kwenye mkoa wetu. Kwa hiyo hizo ngazi zote sisi tumezipitia na zote wanafahamu na zote sehemu zote tuna vibali. Kwa hiyo tunaamini wakati tunaendesha ligi yetu itakuwa ni kitu kizuri na tutakuwa tuna ushirikiano mzuri kwa vyama vyetu vya mpira vyote kuanzia ngazi za wilaya mpaka mkoa kwenye kuendesha haya mashindano yetu. Kama ambavyo wametangulia wenzangu kusema, tunaamini kwamba hiki ni kitu kizuri na kitakuleta mafanikio, kwa sababu naamini katika nchi zetu jirani na wengine huwa kwenye timu ya taifa pia kuna wanafunzi wanakuwa wametoka vioni pia, na wote tunajua na mifano ipo. Kwa hiyo naamini kuendelea kupitia haya mashindano pia tutaanza kupata wachezaji kutoka kwenye vyuo, wanatoka wapi kwenda kucheza timu zetu na kwenda kucheza timu yetu ya taifa. Kwa hiyo tutazidi kusaidia taifa letu kwenye hatua moja au nyingine kwenye mpira wetu wa miguu. Bwana, asalamu alaykum. Kimsingi tunasema Unisoka ni mashindano ambayo yanakwenda kutengeneza mifumo sahihi kwa timu kwenye level za vyuo. Haya ni mashindano ambayo yanashirikisha timu 16 na yatachezwa katika mfumo wa ligi. Kama ligi nyingine zote ambazo tumezoea kuziona, kwa maana ni mfumo wa ligi na yule ambaye atakuwa amekusanya alama nyingi ama kuongoza, huyo ndo ambaye anakwenda kuwa bingwa. Na lengo ni kusaidia kutoka kwenye hizo taasisi ama hivyo vyuo kuwa na timu ambazo zimekamilika. Tunafahamu timu ambayo imekamilika ni timu ambayo ina uongozi sahihi, kwa maana ina makocha, na siku hizi angalau kuna makocha ambao wamepata wengi, angalau wana idea, wamefanya kozi hizi, lakini ziwe zina maafisa habari, yani ziwe timu ambazo ukihitaji timu inakuwa kamili, kwa sababu tunaamini msingi mzuri ni kutoka kwenye vyuo. Ukipata wachezaji ambao wanatoka huko ni rahisi, kwa sababu kwanza wana maarifa, kwa maana wamesoma, ni rahisi kusaidia katika maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo tunaamini kupitia Unisoka ligi tunaweza tukatengeneza kitu tofauti katika mpira wetu. Ni mashahidi mataifa mengine yamekuwa yakifanikiwa kupitia mifumo ya vyuo. Sisi tunaamini miaka ya nyuma huko mashule vyuo ilikuwa ndo sehemu sahihi ya kupata wachezaji bora, lakini hapa katikati mambo yakawa tofauti. Lakini kupitia Unisoka ligi tunaamini siku moja tunaweza tukakumbukwa na sisi kwamba tulitoa mchango katika soka la Tanzania. Kwa hiyo tuombe ushirikiano wenu, kwa sababu tukicheza hii ligi na ikipata nafasi ya kuzungumzwa au kutolewa taarifa, basi inaweza ikasaidia watu wengi wakajua nini kinachoendelea, na hata ambao tunawalenga kwa maana wachezaji wenye vipaji wakapata nafasi ya kufahamika na kupata fursa katika majukwaa makubwa zaidi.